Tukiwa pande ya Mount Kenya, nikaona MP wale opposition wenye walikuwa wameingia opposition leo, wenye walikuwa kwa Ruto. Can you imagine Ruto wameanza kumtoroka? Mumeona hiyo kitu? Nimeona embu wote wamekuja kwa Wamunyoro. Wamekuja kufanya nini kwa Wamunyoro? Wameona saa hii Ruto hakuna mahali anaenda, kwa sababu Ruto ni kama mtu mwenye ameosa, ameharibu inji. Inji saa hii wananchi hawamtaki. Wanabunge bawa, wanabunge bawa wamerudi. Nilikuwa nimesafiri kwenda huko Kisii, nilikuwa nimeenda mazishi huko nyumbani yango yangu. Hatimaye tulimaliza mazishi vizuri siku ya Tuesday na nikarudi na nimefika hapa. Vile niliwaambia huko nyumbani kuna barabara MP area ya kwangu huko nyumbani hajamaliza. Mimi MP Innocent Obiri nilikwambia nikiwa nyumbani, saa hii niko kwa bunge la Githurai. Nikakwambia ile barabara uliachia bara kwa njia au kumalizia kwa ile daraja, naomba tu MP area yangu, kwa sababu sisi tunakupenda. Ulianza hiyo wakati wa Uhuru na Uhuru alikuwa mtu mzuri sana. Hiyo barabara sikaanza kutengenezwa, stima ukaweka. Nilikuwa nakuomba hiyo barabara umalizie, kwa sababu watu wanateseka huko. Wakati tulileta ule mzee, mvua ilinyesha mpaka barabara ilikuwa inateresa kutoka pande ile ya Ogembo. Nilikuwa nakuomba ile ramu mahali ulimalizia pale, nilikuwa nakuomba umalizie. Mimi najulikana kama K2, mtetezi wa Matiang'i kutoka bunge la Githurai 45. Matiang'i ni mtu mzuri sana. Na Matiang'i ulikuja na hatimaye tuliona Kisii vile watu waliserekea wewe. Na vile nilikuwa Kisii niliona watu wengi sana wanakupenda. Na nchi yote imependa wewe. Sasa nilikuwa nakuomba ukimbie haraka sana ng'amba huko mahali unakuanga ulisign. Kwa sababu ulisema unaenda kuresign ukuje kwa siasa. Nilikuwa nakuomba sasa, tuko moto moto, tunakuongojea, enda uresign kuja kwa ground, kwa sababu ground inakupenda. Nilikuwa nasema tena namna hii, Wamunyoro, nimeona Wamunyoro ako sawa sana, kwa sababu Wamunyoro anapenda watu wa opposition wote wenye wameingiana na yeye. Nimeona siku ya leo tukiwa pande ya Mount Kenya, nikaona MP wale opposition wenye walikuwa wameingia opposition leo, wenye walikuwa kwa Ruto. Can you imagine Ruto wameanza kumtoroka? Mumeona hiyo kitu? Nimeona embu wote wamekuja kwa Wamunyoro. Wamekuja kufanya nini kwa Wamunyoro? Wameona saa hii Ruto hakuna mahali anaenda, kwa sababu Ruto ni kama mtu mwenye ameosa, ameharibu inji. Inji saa hii wananchi hawamtaki. Sasa wameanza kutoroka huko, wameanza kuingia kwa position yetu. Nasema karibuni. Karibuni sana wale wenye sasa nienda Ukambani, kujeni. Kuja na Kalonzo wenu kwa position. Nikienda Kisii, toroka Raila kabisa vile tulimtoroka. Na ninakuomba wewe Osoro wewe. Wewe Osoro wewe mahali huko. Wewe Osoro nafikiri hatujui. Unapitanga hapa bypass ukienda pale kona huko bypass. Najua huko ndio nakaanga. Sasa umeanza kutusumbua. Unatusumbua kwa serikali. Wewe unafikiri hatujui mahali huko. Na saa hii wewe unajidai ni kijana mdogo. Wewe ni Gen Z. Wewe sio Gen Z Osoro. Osoro wewe sio Gen Z. Osoro wewe unaharibu Ruto kabisa. Wewe unajigamba ati wewe ndio Mkisii, wewe ndio unapenda kuleta Wakisii kwa serikali. Wakisii hawako na wewe. Hii serikali sio yako. Nataka nikuambie Ruto, ukiangalia watu ndio wamekupoteza. Wewe ukitafuta kura ulikuwa unasema mama mboga. Ukasema mwana boda boda. Mama kibanda. Imagine uliwageuka tukakuwa wabaya sana. Wanabunge bawa. Wanabunge bawa. Haki Ruto alitudanganya. Haki ya Mungu. Alitudanganya kabisa. Haki wale. Saa hii sijui anasema nini. Saa hii ameanza kutembea. Can you imagine unatembea, unaenda kulipa watu pale ndio wakuwe wengi. Sasa watu hawakupendi, wanapenda pesa yako. Wewe tupe pesa tukure, kisha tukitoa, tutoe pesa kwenda chini na ifanye kazi nyingine. Wewe hatukutaki. Wewe hatukutaki Mr. Ruto. Wewe ulikuwa president mzuri ukitafuta kura, lakini saa hii umekuwa mbaya. Ukafukuza Wamunyoro. Can you imagine, angalia Mr. President, angalia Wamunyoro amekamata ground. Ground inapenda Wamunyoro.
Sisi tukiwa hapa naona vile tumechaa siku ya leo. Sio tumechaa kwa niaba yako. Tumechaa kwa sababu ya maneno yako umefanya. Haujafanya mambo mazuri tangu uchaguliwe kwa president. Tumeumia ya kutosha. Na ndio sababu tunasema hata hiyo 2027 ni mbali. Kama ule wakili alipeleka ile motion kotini ya kusema 2026 tuchague president. Ilikuwa inafaa ikuwe hivyo. Kwa sababu tumeteseka ya kutosha. Sisi tunataka change. Ama wananchi power? Power. Tunataka nini? Change. Tunataka change. Mr. President, ukisikia vile watu wanalia na wewe umekaa starehe kwa sababu unachungwa, kwa sababu kuna pesa mingi. Can you match ni pesa? Pesa iwezi nunua uhai wa mtu. Pesa ni yako binafsi. Na pesa wakati utaenda au utaenda na pesa, utawacha watu wakikura. Asante sana wanabunge. Swali.